Na tukianzia Fizi ni kuwa raia mmoja auawa kwa risasi, alipigwa risasi na wazalendo huko sehemu za Sebele. Sosiso RDC yakemea kitendo cha kinyama na cha aibu kilichofanywa na wazalendo siku ya jana kwenye kijiji cha Sebele. Kijiji cha Sebele kilichoko katika sekta ya Nganja tarafani Fizi, jimboni Kivu Kusini, kimekumbwa tena na tukio la mauaji yakisababishwa na wazalendo katika usiku wa kuamkia Jumanne poni jana tarehe 9 Juni mwaka 2026. Milio ya risasi ilisikika katika saa 11 na saa 12 za usiku kuamkia jana, hali iliyozua hofu na taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo la Sebele. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizokusanya eneo la tukio, ni kuwa raia mmoja ambaye bado hajafahamika au utambulisho wake aliyepigwa risasi na huyo aliyepiga risasi na kufariki dunia katika barabara ya Nemba. Mzalendo huyo aliyefanya mauaji hayo anadaiwa kuwa ni mwanachama wa kundi la wazalendo kama kawaida. Tukio hilo limetokea karibu na kambi ya kundi la wazalendo machozi ya kuku. Ni grupu ya wazalendo linalojiita machozi ya kuku. Ni kundi la wazalendo linalojiita machozi ya kuku linaongozwa na komanda anayejitambulisha kwa jina la Rene Itongwa. Na vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa uchunguzi wa awali uliofanyika baada ya tukio hilo uliwezesha kukamatwa kwa huyo mpiganaji mmoja anayeshukiwa kuhusika akiwa na silaha yake. Hata hivyo, baadhi ya wenzake wanadaiwa kutoroka na bado wanatafutwa na vyombo vya usalama FARDC. Akizungumzia tukio hilo jipya la mauaji, rais wa shirika la kiraia ya Kongo Wazalendo Sosiso RDC wa Sebele Enyambwe Asa Mkumu amekilani vikali kitendo hicho alichokitaja kitendo kuwa cha kinyama na cha aibu. Na mnukuu, "Tunalani kwa nguvu zote kitendo hiki cha kinyama na cha aibu ambacho kinaendelea kuiacha jamii yetu katika majonzi," alisema huyo rais wa shirika la Sosiso RDC. Kiongozi huyo wa jamii la kiraia pia amezitaka huduma za usalama kuimarisha hatua za ulinzi wa wananchi na mali zao kufuatia kuongezeka kwa mauaji ya kulengwa na hali ya ukosefu wa usalama katika sehemu hii ya tarafa la Fizi. Wakati huo uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira halisi ya mauaji hayo na kuwafahamu watu waliohusika katika tukio hilo. Imagine wamejua kwa ni wazalendo wa Maimai Rene Itongwa, bado wanasema wataendelea na uchunguzi wakati wanajua ni Maimai wa Rene Itongwa ndo wamefanya hayo mauaji. Yaani watu wakufanya sana, wako serious. Na tukiendelea kusalia mjini Baraka ni kuwa afisa wa FARDC amepatikana amefariki katika mazingira yasiyo na ufafanuzi wa wazi. Janga limetokea Jumanne jana mchana wa jioni katika mji wa Baraka katika eneo la Fizi, Kivu Kusini, ambapo afisa huyo wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amepatikana amefariki ndani ya chumba cha hoteli. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyokubaliana, Koloneli au Kanali Makelele, kamanda wa sekta ya eneo hilo, anadaiwa alipoteza maisha baada ya kujipiga risasi akiwa ndani ya chumba cha hoteli inayoitwa Musambia. Wanaokaa mjini Baraka labda hiyo wanazafahamu hiyo hoteli. Lakini hapa mimi siamini na hili tangazo limetolewa na wizara ya kijeshi ya serikali. Siamini na huyu amepigwa risasi na wenzake au wazalendo. Tukienda kusoma hiyo ripoti iliyopo katika mtaa wa Mushimbia kusini mwa mji wa Baraka, tukio hilo linadaiwa kutokea majira ya saa 5 jioni kwa saa za Kongo. Hata hivyo, mazingira halisi ya kifo hicho bado hayajathibitishwa rasmi na mamlaka husika. Vyanzo hivyo rasmi vinadaiwa kuwa afisa huyo alikuwa ameitwa Kinshasa, ambako hatua hiyo ya kutiwa chini ya ulinzi ilipangwa kuchukuliwa dhidi yake. Uchunguzi unatarajiwa kufunguliwa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa kijeshi
auditora militeri ili kubaini chanzo cha mazingira kamili ya tukio hilo pamoja na kuwabaini wanaoweza kuwa na jukumu katika mkasa huu. Hii inasemekana kuwa baada ya kusikia anaitwa Kinshasa kama ajitoe uhai. Labda nayo inawezekana ila na tukijielekeza mjini Uvira ni kuwa jana Mere de la Ville Kizza Mohato alirejea mjini Uvira baada ya kutoka ukimbizini baada ya miezi kadhaa ya kutokuwepo kutokana na kukimbia, na wengine wanasema kuwa ni alikuwa matibabu, akipewa matibabu. Meya wa Uvira Kizza Mohato amerejea mjini Uvira jana Jumanne tarehe 9 mwaka 2026. Kurejea kwake kunamaliza kipindi cha uongozi wa muda wa kufufua matumaini ya kuharakishwa kwa shughuli za maendeleo katika jiji la Uvira. Wakati wa kutokuwepo kwake, shughuli za kawaida za manispaa ziliendeshwa na viongozi walioteuliwa ili kuhakikisha mwendelezo wa utawala wa jiji unaendelea. Licha ya changamoto za maimai zinazosababisha usalama mdogo mjini Uvira, huduma za manispaa zinaendelea kutolewa kwa manufaa ya wananchi. Kurejea kwa kiongozi huyo kunakuja katika kipindi ambacho Uvira inakabiliwa na changamoto za kiusalama, kijamii na kiuchumi zinazohitaji kushughulikiwa kwa umakini mkubwa. Wakazi wengi wanatamani kuwa miradi iliyokuwa imesimama itaanza tena kwa kasi na kwamba matatizo ya wananchi yatapatiwa ufumbuzi unaofaa. Kwa mujibu wa vyanzo vya ukaribu na ofisi ya Meya Kizza Mohato, tarajiwa kurejea haraka kwenye majukumu yake rasmi na kufanya vikao vya kazi na idara mbalimbali za kiufundi ili kutathmini hali ya sasa ya jiji la Uvira na kuweka vipaumbele vya miezi ijayo. Kwa wachambuzi wengi kurejea kwake ni hatua muhimu kwa utawala wa jiji. Na pia kumbuke kuwa bado kuna ugomvi. Kumbuke kuwa huyu Mere de la Ville hakubaliki na wakazi wa Uvira. Wanamuita wao ni mtumishi wa M23. Acha tuendelee kuangalia, ila tukumbuke kuwa mji wa Uvira bado unaendelea na usalama mdogo kusababishwa na wazalendo. Na tukijelekeza mjini Bukavu ni kuwa jana moto mkubwa wenye chanzo kisichojulikana wakateketeza makazi kadhaa katika kambi ya Regi mtaa wa Chai. Na tuwakumbushe kuwa huu ni mwezi wa 6, homo wanasema kimukipwa. Visa kama hivi lazima vitokee mjini Bukavu na bado tunaendelea kutoa pole. Moto mkubwa uliteketeza na kuwa majivu nyumba nyingi pamoja na mali za thamani katika asubuhi ya jana Jumanne tarehe 9 Juni mwaka 2026 katika kambi ya Regi iliyopo mtaa wa Chai, wilaya ya Bagira mjini Bukavu. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, nyumba nyingi pia ziliharibiwa na vijana wa mtaa waliokuwa wakijaribu kuzuia moto huo usisambae zaidi kwa kutengeneza njia za kukatisha. Hadi sasa bado hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya nyumba zilizoathirika. Vile chanzo na mazingira yaliyosababisha moto huo bado hayajulikana. Nikumbuka kuwa jana niliwaambia, kipindi cha jana nilifanya jioni, ni kuwa kulikuwa nyumba 40 au 40 hizo zilikuwa zimeungua kabisa. Mpaka sasa idadi bado haijafahamika kama zimeongezeka. Kutokana na janga hili, wito wa mshikamano umetolewa ili kusaidia familia zilizoathirika ambazo zimepoteza kila kitu na sasa zimebaki bila makazi. Ila serikali ya AFC M23 iko pamoja nao, itawashughulikia kikamilifu, itatoa msaada kwa inaoweza. Na tunaendelea kutoa pole. Na tukielekea Nord Kivu ni kuwa Bahati Erasto Musanga au Magufuli amefanya mkutano mkubwa na wakazi wa Nyanzale wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini. Wakazi wa Nyanzale wakiomba kujenga umoja na kushirikiana na vyombo vya usalama na kupigana dhidi ya FDLR. Na tukisalia bado Nord Kivu, wakazi wa Kikuku wa eneo la Bwito waomba maji na mitandao ya simu, kwani kwa sasa hawana minara inayosaidia mitandao ya na tukisalia bado mjini Goma ni kuwa pikipiki
zaidi ya 10 zilirejeshwa kwa wamiliki wake ya Samedi Passe na serikali ya AFC/M23 na kwa ushirikiano wa CCMT. Huko Goma, serikali ya AFC/M23 Twigano kwa kushirikiana na uratibu wa madereva wa pikipiki na bajaji wa Kivu Kaskazini CCMT-NK ilikabidhiwa tena pikipiki 10 zilizoibwa kwa wamiliki wake halali. Pikipiki hizo zilipatikana baada ya operation mbalimbali za kutambua na kuvunja mitandao ya wezi waliokuwa wakifanya shughuli zao za ndani wa mji huo. Ombeni Kabidula Jacques anayejulikana kwa jina la Kadogo anarejea kuzungumza swala hilo. Na tukimalizia habari zetu mjini Beni ni kuwa jana mzalendo au maimai mmoja alimfyatulia risasi raia mmoja baada ya huyo raia kukataa kumpa mbwa wake. Ikabidi huyo mzalendo anamfyatulia risasi. Usalama mdogo unaendelea kuzorota, si Uvira peke yake au Fizi. Beni kote tu sehemu serikali ya AFC haipo, usalama umezidi kuwa mdogo sana. Acha ni washukuru, na habari zingine tutaendelea mchana. Acha ni washukuru, muone siku yenye baraka, siku ya furaha, siku ya amani. Asanteni sana ndugu zangu wa MC wa AMCzo IUTV. Chao chao, tuonane majaliwa Mungu akitaka.